Je, Eliana alienda kuiba nyaraka za waziri mkuu. Alifanikiwa kuiba, lakini ghafla kwenye kile chumba alizima mule ndani. Alizimia. Anakuja kuamka yuko hospitalini. Tukawa tunajiuliza nani kamsaidia Eliana? Na je, familia imeshajua kwamba huyo Eliana jamani alikuwa humu ndani kwa ajili ya kuiba kitu fulani? Mungu wangu. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 20. Yeye mwenyewe Eliana haelewi hospitalini kafikaje, ili hali anakumbuka jana usiku alikuwa kwenye chumba cha waziri mkuu, yani kwenye ofisi ya waziri mkuu. Aliingia kwa siri kwa ajili ya kwenda kuiba nyaraka. Na alifanikiwa kuiba, ila kutoka ndo alishindwa. Na akawa amezima. Anakuja kuamka anajikuta yuko hospitalini. Hata ndio ungekuwa wewe upo kwenye nyumba ya wakwe, ungekuwa tu na mawenge. Yani ungejisi kama familia tayari imeshakushtukia, imeshakujua kwamba unataka kwa. Hebu karibu kwenye sehemu ya 21 tukapate kujua hasa kilichoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle J, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Said JR. Hii ni Sweet Love mtu wangu, inazidi kusonga, mambo yanazidi kuwa matamu. Karibu katika sehemu ya 21. Mawazo yalikuwa yakipishana kichwani mwake kama mawimbi yasiyokuwa na utulivu. Kila mara Eliana alijaribu kuunganisha picha alizokuwa nazo kabla hajazimia na hali iliyokutana nayo baada ya kuamka. Alijihakikishia kabisa ya kuwa usiku ule alikuwa amekwama ndani ya ofisi ya babake mkwe, yani waziri mkuu, tena alikuwa amekumbatia lile faili. Lakini sasa ameamka yuko hospitalini na familia nzima ikimzunguka kwa furaha. Hakuna hata mmoja aliyeonyesha shaka naye. Sasa Eliana alibaki akijiuliza mwenyewe, ni nani aliyemtoa mule ndani? Na je, waliona kila alichokuwa nacho mkononi mwake? Maswali yalikuwa mengi, lakini hayakuwa na majibu. Baada ya muda kidogo, mlango wa wodi ulifunguliwa taratibu. Eliana alijua kuwa labda Victor amerudi au mama mkwe wake, lakini alipogeuka macho, alimwona Mary, mke wa Duncan. Mwanadada huyo aliingia taratibu huku sura yake ikiwa imetulia, lakini macho yake ilikuwa na kitu cha utofauti. Yalionekana ni kama vile yanachimba ndani ya nafsi ya Eliana. Eliana, alitamka Mary kwa sauti ya upole. Unajisikiaje sasa? Nipo sawa kidogo, Eliana alijibu akijilazimisha kutabasamu. Nashukuru Mungu upo hai. Mary alisogea karibu na kitanda, akakaa kwenye kiti kilichokuwa pembeni. Kwa muda kidogo alikaa tu kimya, kana kwamba anapanga maneno ya kusema. Macho yake yalibaki yakimtazama Eliana kwa ukali uliofichwa ndani ya upole, na kisha akapumua kwa nguvu na kisha akamwambia, Eliana, nina jambo moja nataka kukuuliza. Nataka unijibu kwa ukweli na usinifiche. Eliana alishtuka ndani yake. Sauti ya Mary ilikuwa ni ya thabiti, kana kwamba tayari alishajua jibu la kila anachouliza. Alijipa moyo na kisha akasema, sawa, sema tu, nini iko unachotaka kusema? Mary alimsogelea karibu zaidi Eliana na kisha akamwambia, unaweza kuniambia ulikuwa unafanya nini usiku ule chumbani kwa mume wangu Duncan mpaka kupoteza fahamu? Maneno yale yalimgonga Eliana kama radi. Alijihisi kama damu yake inakimbia mwilini. Kwa muda alibaki akimtazama Mary bila kujua aseme nini. Ndani yake alijua vyema kabisa ya kwamba hakuwahi kuingia chumbani mwa Duncan, bali alikwama kwenye ofisi ya baba mkwe wake. Lakini kwa Mary kuja na swali hilo ilikuwa ni kitu kisichotarajiwa kabisa. Maswali 1000 yalizunguka kichwani mwa Eliana. Eliana alijiambia kimoyomoyo, inakuwaje sasa Mary amini nimepatikana chumbani kwa mumewe? Ina maana gani hii? Na mbona anaonekana kama vile amejiridhisha tayari? Eliana alivuta pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti ya kujitetea, Mary, pole, alafu pia naomba unisamehe, lakini sielewi unachokisema. Mimi nilikuwa... Alikata ghafla, maneno yakamkwama mdomoni.
Asingeweza kumwambia Mary ukweli kwamba alikuwa ndani ya ofisi ya waziri mkuu akipekua nyaraka. Huo ulikuwa ni moto mwingine. Mary alikunja uso, akawa ni kama mtu anayehisi amedanganywa. Nisikilize Eliana. Eliana, usicheze na akili yangu. Mimi sio mtoto. Najua nilichokisikia. Nilipomka usiku niliambiwa kwamba kuna kilio na vurugu upande ule wa chumba cha Duncan. Nikawahi kidogo. Nikakuta tayari watu wanakimbizana huku wakikusaidia. Nilijua umepatwa na tatizo ukiwa chumbani kwa Duncan. Sasa unataka kuniambia kwamba ulikuwa wapi hasa? Sauti ya Mary ilibeba hisia za mashaka na wivu. Macho yake yalikuwa ni makali kana kwamba anataka kumchimba ukweli kwa nguvu. Eliana alibaki kimya kwanza kwa muda. Moyo wake ulikuwa ukimdunda haraka. Alikuwa na mawazo mawili tofauti yanayoshindana. Upande mmoja alihisi kama Mary anataka tu kumchokonoa bila ushahidi wa maana. Lakini upande mwingine alihisi hatari kubwa. Je, inawezekana kweli familia nzima walijua alichokuwa kikifanya na sasa wanataka kumwekea mtego? Mary, usinielewe vibaya. Sijawahi kuingia chumbani kwa Duncan. Nimekuwa mke wa Victor kwa heshima na upendo. Sijawahi kumtazama binamu yake kwa jicho la namna hiyo. Labda kuna mkanganyiko tu fulani. Hapo Mary hakurudishwa nyuma na majibu hayo. Alitikisa kichwa taratibu, macho yake yakimchunguza Eliana kwa makini. Akamwambia, mchanganyiko? Unasemaje Eliana? Mimi ni mke. Najua ninachokihisi. Mwanamke akianza kuwa karibu sana na mume mwingine, lazima kuna kitu. Na sasa wewe unakaa hapa ukiniambia hujui? Mary, unajua nivuruga tu hapa kusema ule kweli. Hebu angalia hali yangu. Kama una hasira na mimi, basi walau muhurumie mtoto wangu aliyeko tumboni. Binafsi sihitaji stress kwa sasa. Alafu kwanza nikuulize swali. Kama Duncan ni mume wako wa ndoa, unawezaje kuniuliza swali kama hilo mimi? Ina maana kwamba unataka kuniambia kwamba huwa hulali chumba kimoja na mumeo? Maana kama ungekuwa unalala naye, basi ungekuwa unajua kila kitu kinachoendelea kwa mumeo usiku. Kaa kimya Eliana. Kimya. Nisikilize wewe. Usiona nimekaa kimya ukadhani labda na kuogopa. Tambua kwamba nguvu yangu pia ni kubwa. Mary, mimi siongelei mambo ya nguvu. Umesema nilikuwa chumbani kwa mume wako. Ndio nakuuliza sasa, muda huo wewe ulikuwa uko wapi ikiwa Duncan ni mume wako? Unajaribu kubadilisha mada, si ndio Eliana? Kwanza mmetoka huko kwenye nyumba yenu Panga, mmekuja Kunduchi. Na sasa unajaribu kubadili mada, si maana yake? Unadhani sijui nia yako ni nini? Una maana gani Mary? Najua kama unamtolea macho tamaa mume wangu. Unamtolea macho ya tamaa mume wangu. Hapo Eliana alijikuta kitetemeka mikono. Hakutaka kuonekana mnyonge mbele ya Mary, lakini hofu na mshangao vilimvaa. Mary, naomba ukubaliane na mimi. Mimi sina chochote na Duncan. Wewe ni shemeji yangu. Mimi nampenda Victor, nampenda mume wangu. Huwezi kujua jinsi nilivyomkimbilia kwa moyo wangu wote. Kwa tafadhali acha mawazo hayo yasiyokuwa na msingi. Mary alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikufika machoni. Alionekana kama mtu anayejua kitu cha ndani zaidi ambacho hajakisema. Sawa Eliana. Nitakuchukulia maneno yako kama ni ya kweli, lakini kumbuka. Hapo Mary alinyanyuka taratibu kutoka kwenye kiti. Mimi sio mwanamke wa kupuuzia. Nikigundua kuna mwanamke anajaribu kuchukua nafasi yangu, nitakuwa kama simba, nitapambana mpaka mwisho kulinda ndoa yangu na mume wangu. Naamini unanielewa. Eliana alibaki kimtazama Mary akitoka mule wodini. Moyo wake ulikuwa ni mzito, hata kupumua kulionekana ni kazi. Sasa mawazo
yakazidi kumvuruga Eliana. Hii ilikuwa ni hatari mpya ambayo hakuitarajia kabisa. Gideon upande mmoja, waziri mkuu na siri zake upande mwingine, na sasa Mary naye anamtuhumu kwa jambo ambalo hakulifanya. Sio kulifanya tu, kwanza hata hakulifikiria. Ni nini kinachoendelea hapa? Alijiuliza Eliana akifunika uso kwa mikono yake. Kwa nini kila kitu kinazidi kunichanganya? Niliingia ofisini kwa baba mkwe. Sasa iweje nionekane niko chumbani kwa Duncan? Hii ina maana gani sasa hii? Hapana. Lazima nijue ukweli, nini kilitokea. Hapo machozi yalianza kumtiririka taratibu. Alijua fika sasa hali yake inazidi kuwa tete. Kila upande anapogeuka Eliana, kuna siri, kuna hila na kuna hatari ya kufichuka. Mary alikuwa wazi kabisa ya kwamba hatomvumilia mwanamke mwingine aingie kwenye ndoa yake. Lakini Eliana alijua vyema kabisa ya kwamba siasa na siri alizozibeba moyoni ndizo hatari kubwa zaidi. Alijilaza kwanza chali kitandani, akapumua kwa shida, mawazo yakimkimbiza. Siku zinazokuja zitakuwa rahisi. Lazima nijipange. Hata kama nitateseka moyoni, lazima nijifanye jasiri. Vinginevyo nitaanguka na kila kitu kitasambaratika. Ndipo Eliana macho yake yalipofumba kwa uchovu. Akabaki kitandani akiwaza mpaka usingizi wa taabu ukamshika, huku ndani ya moyo wake akihisi mashaka na hofu kubwa zaidi kuliko wakati wowote. Jioni ilipofika, Eliana aliruhusiwa kutoka hospitali. Hivyo Victor alimchukua mkewe na kurudi naye nyumbani kule Kunduchi, nyumbani kwa wazazi wake na Victor. Wakati huo tayari Victor alikuwa amepona kiasi cha kutembea kama kawaida tu, ingawa kwa mbali bado mwili wake ulikuwa unajilazimisha kukaa sawa kama zamani. Njiani hawakuwa na maongezi mengi. Victor alikuwa akimpigisha stori za hapa na pale, naye alikuwa ni mtu wa kuitikia tu. Moyoni mwake Eliana alikuwa anawaza kuongea na Duncan tu, binamu yake na Victor, ili kuelewa baadhi ya mambo yaliyomchanganya sana akilini mwake. Eliana alipokutana na Duncan katika chumba kidogo cha kukaa, Duncan alianza kwa utani kwa kumwambia, Eliana shemeji yangu, naona umerudi kama simba aliyejeruhiwa. Eliana alitabasamu kwa kifupi, lakini mara moja alionekana kuwa serious, macho yake yakieleza wazi ya kuwa hakuja hapa kucheka. Duncan alisema kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu, nimejaribu kuelewa yote yaliyotokea, lakini nataka ukweli. Nilifika vipi chumbani kwako wakati nilikuwa nimezima ofisini kwa baba mkwe wangu? Nataka ueleze kwa wazi. Duncan alijizuia kucheka mara moja. Aliona uso wa Eliana haukuwa na mzaha. Alinyamaza kwa sekunde chache, akajipanga na kisha akafunguka. Sawa Eliana, mimi nitakwambia ukweli, lakini utakuwa unataka kujua yote, sivyo? Eliana alikubali kwa kutingisha kichwa kidogo. Ndio Duncan, nataka kujua kila kitu. Hapo Duncan alianza kuzungumza kwa utulivu. Unajua jana usiku nilikuwa sebleni. Sema sasa sikuwa nimewasha taa, na ndio maana hukujua kama kuna mtu. Nilipokuona unaingia ofisini kwa baba mkwe wako, nilijua moja kwa moja ulikuwa pale ndani. Niliona mlango unafungwa kwa nguvu, kwa nikajua tu kuna kitu kilikuwa kimetokea. Kwa hivyo nikaamua kuingia, nikakukuta wewe ukiwa umezimia. Nilijua hakuna mtu mwingine aliyepaswa kuwa pale. Duncan, lakini ulijua vipi ya kwamba mimi nilikuwa pale ndani? Eliana aliuliza kwa sauti ya mshangao, sauti yake ikijaza chumba. Duncan alikazia macho yake kwa kusema, mimi nilimwona waziri
akitoka ofisini akifunga mlango. Na nilijua moja kwa moja kuwa wewe ulikuwa mule ndani, kwa sababu mpaka unaingia nilikuona. Nilijua kwamba jambo la hatari limejitokeza. Kwa nikajua lazima nikuchukue haraka iwezekanavyo. Kwa nini hukunipeleka kwa mume wangu Victor, na badala yake ukaamua kunipeleka chumbani kwako? Eliana, sitaki kuamini kama huna jibu la hilo swali. Sijui nini kilikupeleka ofisini kwa baba mkwe wako usiku, lakini nina uhakika na jambo moja tu. Ulikuwa unapeleleza kitu fulani, na kwa mantiki hiyo sidhani kama ingekuwa ni busara mume wako kujua kama wewe ulikuwa unampeleleza babake mzazi. Au nakosea? Bado hujanijibu swali langu Duncan. Kwa nini ulinipeleka chumbani kwako? Kitu kilichonifanya nikupeleke chumbani kwangu sio kingine, bali ni lile faili ulilokuwa umelishikilia katika mikono yako wakati ule ulipozima. Nilipoingia mule chumbani nilikukuta umelikumbatia hilo faili. Hapo Eliana alishtuka kidogo. Lipo wapi hilo faili? Nipatie haraka mno. Eliana, hebu tulia kwanza. Kwa upande wangu nilidhani kwamba utanishukuru kwa sababu nimekuokoa. Laiti kama nisingekutoa ndani ya kile chumba kwa muda ule, kwanza kabisa uenda ungekuwa ushapoteza huo ujauzito wako. Lakini pia sijui ungejibu nini familia ya mumeo, hasa baba mkwe wako, yani waziri mkuu. Sijui ungemjibu nini. Hilo wewe halikuhusu Duncan. Nipatie hilo faili, ni muhimu sana. Ni kweli najua kama ni muhimu sana, kwa sababu hata mimi nimesoma kile kilichokuwa kimeandikwa ndani ya ile faili, ila bado sijaelewa lengo lako hasa ni lipi. Ina maana unataka kumchoma baba mkwe wako? Unataka kumwangusha baba mkwe wako? Duncan, hebu sikia. Yaani usifanye hili jambo likawa gumu. Hizo nyaraka ni muhimu sana na umesema umezisoma. Ina maana kwamba unaelewa uzito wake. Sasa usifanye mambo yakawa ni mabaya zaidi. Nipatie hizo nyaraka haraka. Nyaraka zipo, ila kama unazitaka inabidi tukubaliane jambo. Una maana gani Duncan? Utanisamehe Eliana, kwa maana sina namna nyingine zaidi ya kufanya hivi. Kama unataka nikupe hizo nyaraka, basi inabidi ufanye kile ambacho mimi nakitaka, ndo nitakupa. Eliana macho yalimtoka. Tangia hapo tayari alikuwa na makubaliano na Gideon. Sasa Duncan naye anataka makubaliano. Alimtazama kwa macho makali na kisha akamwambia, sikiliza Duncan, hujui unacheza na mtu wa namna gani? Huwezi kunipa mimi masharti. Nipatie hizo nyaraka haraka sana. Kabla hujanipa hayo masharti, unapaswa kufikiria kwanza mimi ni nani na nina nguvu gani. Ewa, hapo ndipo nilipokuwa napataka. Kimsingi mimi najua wewe ni nani na una nguvu gani, na ndio maana nataka tufanye makubaliano. Kama unataka lile faili, basi ongea na baba yako Mheshimiwa Rais. Wiki ijayo anaenda kutembelea gereza la Pongwa, na inasemekana kuwa tayari kuna orodha ya wafungwa ambao atawapa msamaha wa kifungo, hivyo wataachiwa huru. Shida ni kwamba miongoni mwao hakuna jina la mtu ambaye nataka achiwe huru. Unajaribu kusema kitu gani Duncan? Ina maana unataka nimwambie rais ampe msamaha wa kifungo mtu wako, si ndio? Ewa, una akili sana Eliana. Nadhani sasa tayari umeshaelewa nini ambacho mimi nakitaka. Sasa kama hilo likifanikiwa, nyaraka utazipata. Hivi Duncan, umechanganyikiwa? Mimi nitamwambia nini rais? Yaani naanzaje kumwambia kwamba mwachie mfungwa, na isitoshe rais hatoi tu msamaha wa kifungo kwa kujiamulia?
kuna taratibu huwa zinafuatwa mpaka unaona mfungwa akapewa msamaha huo, mchakato ambao huwa unaanza kufanyika kuanzia ndani ya magereza kwa kuchunguza mienendo ya wafungwa. Sasa wewe unawezaje kuniambia kwamba nimwambie kwamba rais amwachie mfungwa ambaye wewe unamtaka wewe? Hilo ni juu yako sasa Eliana. Fikiria utamshawishi vipi baba yako ili akubali, kwa sababu rais neno lake ni amri. Akiamua tu mfungwa wangu anatoka. Hapo Eliana msikilizaji alichoka hoi. Kwa maana alivyokuwa anamjua baba yake, alitambua kabisa hilo lilikuwa ni jukumu zito sana, kwa sababu lazima baba yake angemhoji maswali, na hapo ndipo ugumu wa hila utakapokuwa mkubwa zaidi. Sasa nisikilize. Jina la mfungwa anaitwa Dennis Mchopa. Na kuhusu kifungo chake, alihukumiwa kunyongwa hadi kufa mwaka juzi. Huu ni mwaka wa 3 sasa yuko gerezani. Kumuhusu zaidi faili lake hili hapa. Tekeleza ninachokitaka upate faili la baba mkwe wako. La sivyo ngoja tuone nini kitatokea. Ila kumbuka tu Eliana, hatima baba mkwe wako ipo mikononi mwako. Aliongea Duncan, na kisha huyu akaondoka zake na kumwacha Eliana akiwa kapagawa, asijue atawezaje kufanikisha hilo. Duncan alipotoka sebleni, alianza kupanda ngazi moja kwa moja kuelekea chumbani kwake. Kichwa chake Duncan kilikuwa bado kina mawazo ya mazungumzo mazito aliyokuwa nayo na Eliana. Akili yake ilikuwa inatafakari hatari kubwa ya siri walioibeba na masharti aliyompatia Eliana. Lakini hakutarajia kwamba dakika chache baadaye angekumbana na dharuba jingine ndani kwake. Alipofungua mlango wa chumba chake, alimkuta mkewe Mary akiwa amekaa kitandani, mikono ikiwa imekunjwa kifuani na uso wake ukiwaka kwa hasira. Mara tu alipoingia, Mary alisimama kwa ghafla, sauti yake ikiwa ni kali na yenye kutetemeka kwa hasira. Duncan, unadhani mimi ni mjinga? Unafikiri sijui unachokifanya na Eliana eti? Aliuliza kwa sauti ya juu, macho yake yakimwangalia kwa ukali. Duncan alishtuka kidogo, lakini alijaribu kutulia. Mary, unazungumza nini sasa? Tafadhali usianze na mambo yasiyokuwa na msingi muda huu. Mary alikanyaga sakafu kwa nguvu, huku akikazia macho yake kwa mume wake. Nisikilize. Usinifanye nionekane kama vile sina akili. Unadhani sikujua? Kila mtu aliposikia kwamba Eliana alizimia, wengine walidhani alikimbizwa hospitalini moja kwa moja, lakini ukweli ni kwamba ulimuingiza chumbani kwetu, tena usiku wa manane, Duncan. Na kwa nini hiyo isiyo dalili ya mapenzi ya siri kati yenu nyi wawili? Mary, mimi nilimsaidia Eliana tu kwa sababu alikuwa katika hali mbaya. Hapakuwa na namna yoyote ya mapenzi. Nilimchukua pale kwa sababu alikuwa amebeba faili muhimu sana. Nisingeweza kumpeleka popote bila kuhakikisha hakuna mtu mwingine ambaye anigundua. Msikilizaji, hapo Mary hakutaka kusikia hata neno moja. Alikaribia zaidi, alitikisa kichwa kwa dharau akasema, "Yaani sijui kama unaona nilivyo, lakini ukweli ni mmoja. Wewe na Eliana mna siri kubwa. Na kama haitoshi kuna kitu kingine kinanitesa zaidi. Huu ujauzito wake. Duncan, je, ni kweli ule ujauzito ni wa Victor au ujauzito ni wa kwako?" Na watu wote wanajua kwamba Victor alikuwa kapooza kuanzia kiunoni kwenda chini. Watu wanashangaa, Eliana amefanikiwa vipi kupata mimba kutoka kwa Victor? Ni nani wa kunihakikishia kama mtoto huyu si wa kwako kwa haya mapicha ambayo unaona yanaendelea? Msikilizaji, kauli hiyo ilimkata Duncan kama kisu. Alisimama pale akitetemeka kwa hasira. Alinyanyua mkono wake kama mtu anayetaka kujitetea kwa nguvu. Mary, umezidi sasa. Huo ni upuuzi mtupu unaozungumza. Mimi na Eliana hatuna chochote cha mapenzi. Ujauzito wake ni wa Victor na hilo halina mjadala. Wewe unataka kunifanyia hukumu ya uongo kwa maneno ya hisia zako, sina maana yake. Acha kabisa kufuatilia maisha ya watu wengine. Wewe ni mke wangu, sijui naelewa. Na kwa nini unajishughulisha na mambo ambayo hayakuhusu? Kwa sababu sikuelewi Duncan. Sisi ndo wa kwanza kufunga ndoa kabla yao, lakini ona, Eliana ndo kwanza kapata mimba kuliko mimi. Kwa sasa hivi unataka kuzaa Mary. Sio wewe ulikuwa unasema kwamba bado hujawa tayari kuwa mama.
Sasa unanifanya mimi wazimu, si ndio? Unafikiri sijui namna ulivyokuwa ukimwangalia Eliana siku zote? Ukaribu wenu umekuwa wa ajabu. Na sasa ghafla na mimba. Alafu wewe ndiye uliokuwa naye chumbani kwako usiku mzima. Basi, Mary, inatosha. Usithubutu tena kurudia maneno hayo. Sina mapenzi yoyote yale na Eliana. Ujauzito wake sio wangu, na kamwe siwezi kumsaliti Victor kwa namna hiyo. Nadhani unaelewa. Mimi sio mtu aina hiyo. Hayo mawazo yako ni ya uongo na hatari pia. Mary alifuta machozi kwa hasira, akajiviringisha kitandani, akionekana kupoteza nguvu za kuendelea na mabishano. Lakini moyoni mwake Mary bado kulikuwa kuna wingu la shaka kubwa. Wakati huo wote wa mzozo mzito kati ya wanandoa hao wawili, hawakujua kwamba nje ya mlango mama yake Victor alikuwa amesimama kimya, mikono yake ikimtetemeka taratibu, huku moyo wake ukidunda kwa kasi. Alikuwa amekuja kutaka kumuita Mary kwa ajili ya chakula cha jioni, lakini kabla ya kugonga mlango alisikia kila kitu. Kila neno lililoanguka kutoka kinywani mwa Mary lilimgonga mama huyo kama radi. Alitetemeka kwa mshangao mkubwa. Ujauzito wa Eliana unaweza kuwa wa Duncan, alijiuliza moyoni mwake, huku akihisi miguu yake ikikosa nguvu. Moyo wake ulijawa na mshangao na hofu, hisia zikisumbua nafsi yake. Kwa muda mama Victor alishikilia ukuta ili asiporomoke pale mlangoni. Alijiuliza maswali mengi kwa hofu na mshangao. Je, maneno ya Mary yalikuwa ya kweli au ni hasira za kifamilia tu? Je, mwanamke yule Eliana alikuwa na siri kubwa ambayo hakuna mtu aliyewahi kuishuku? Na je, mtoto aliyengojewa na familia nzima kwa hamu na furaha, mtoto aliyemwona kama baraka, angekuwa sio wa Victor bali ni wa Duncan? Hisia hizo zilimzidi mama Victor. Hakuwa na jibu la haraka, lakini moyo wake ulijazwa na mchanganyiko wa hofu, mshangao na maumivu. Alichokisikia usiku huo kilikuwa ni kama bomu lililolipuka moyoni mwake, na hakuweza kujua kama alipaswa kuamini mashtaka ya Mary au kumtetea Duncan. Alichoweza kufanya ni kuondoka kimya kimya. Alipiga hatua za taratibu kuelekea vyumbani kwake, lakini moyoni mwake moto wa hofu na mshangao ulikuwa umewashwa, moto ambao ungeendelea kumtesa kwa muda mrefu. Naam, msikilizaji, wakati wa usiku ulipofika, Eliana alikuwa amelala kitandani, lakini usingizi haukuja. Mawazo yalikuwa ni mazito mno. Aliona machoni mwake picha mbili kubwa zikigongana. Upande mmoja, uso wa Gideon ukimpa vitisho vikali juu ya kupata nyaraka za kifedha, na upande mwingine alikuwa baba mkwe wake, yaani waziri mkuu, ambaye hakuwa na chembe ya mashaka kwake. Alijua fika ya kuwa siri ikifichuka, ndoa yake na Victor ingeporomoka na maisha yake ingekuwa mwisho. Alijigeuza upande wa kushoto na kisha upande wa kulia, lakini usingizi haukutaka kuja. Eliana alianza kujibembeleza moyoni, labda njia pekee ya kuokoa kila kitu ni kumpa Gideon kile alichokuwa nakitaka. Nakumbuka kuwa Duncan tayari alikuwa amewahi kumpokonya faili lile alilokuwa amelishika kwa nguvu alipokuwa mzima. Lakini Eliana kwa mara hii hakutaka kushindwa. Alivuta pumzi ndefu, akajipa ujasiri. Kwa uangalifu mkubwa alishuka kitandani, huku macho yake yakimtazama Victor. Mumewe alikuwa amelala fofofo, pumzi zake zikienda kwa utaratibu. Eliana alijua kabisa asingepaswa kuamka kwa kishindo, kwa sababu Victor alikuwa na tabia ya kuamka haraka endapo angeshtuka. Aliteleza taratibu hadi chini. Eliana akavaa gauni refu la haraka na kisha akavuta kanga kufunika mwili wake. Mlango wa chumba chao aliufungua kwa taratibu kubwa mno. Sauti ya kitasa ikasikika kama msumari kwenye moyo wake. Aliusukuma kidogo na kisha akajitoa kwenye korido ndefu yenye ukimya. Ukimya uliopambwa na mwangaza hafifu wa taa ndogo zilizokuwa zimeachwa kuwaka. Miguu yake Eliana ilikuwa inapigwa na kiubaridi cha tiles, lakini moyo wake ulikuwa ni moto. Alitembea hatua 1, 2, 3 na kila hatua ikionekana ni ndefu kama safari ya maili. Chumba cha Duncan kilikuwa upande wa pili mwa jumba. Alifika pale, alinyosha mkono kwa hofu kubwa. Taa ndani zilikuwa zimezimwa, dalili ya kwamba huenda Duncan na mkewe walikuwa wamelala. Lakini Eliana alijua hawezi kurudi nyuma. Alianza kuchokonoa pale kitasa cha mlango taratibu kabisa, na kwa bahati nzuri mlango haukuwa na kufuli nzito. Kwa kutumia tu pini ndogo ya nywele aliyokuwa nayo aliusogeza. Ndani ya dakika chache mlango ulifunguka kimya kimya.
Alipoingia ndani, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi mno. Ndani ya chumba kulikuwa kuna giza totoro, lakini aliyejigemeza ukutani taratibu na kusubiri macho yake yaanze kuzoea. Macho yake yalipofunguka taratibu, aliona kabati dogo lilikuwa liko pembeni mwa dawati, na ndipo kumbukumbu zikamjia kuwa mara ya mwisho alikuwa amekumbatia faili lile, na huenda Duncan aliamua kulihifadhi humo. Eliana alitembea taratibu, kila hatua ikitulia sana. Alifungua mlango wa kabati. Kwanza akakutana na mafaili kadhaa yaliyopangwa kwa uangalifu. Alianza kuipitia moja baada jingine, huku vidole vyake vikitetemeka. Ghafla macho yake Eliana yakatua juu ya jalada lenye rangi ya bluu iliyokuwa imetofautiana kabisa na majarada mengine. Alihisi moyo wake ukiruka. Alichukua na kulishika mikononi. Alipumua kwa nguvu na akalika kifuani, kana kwamba ilikuwa ndo pumzi ya maisha yake. Hakutaka kupoteza muda Eliana. Akaurudisha mlango wa kabati taratibu, akahakikisha kila kitu kiko sawa. Aligeuka akarudi pale mlangoni. Hakukuwa na harufu ya kushtua wala sauti yoyote ya kusonga. Ilionekana kweli Duncan na Mary walikuwa wamelala 444. Alifungua mlango kwa umakini mkubwa na kisha akatoka nje. Akaufunga bila sauti. Alipoingia tena kwenye korido, moyo wake ulianza kupiga haraka zaidi. Safari kurudi chumbani kwake ilionekana kama kupita kwenye msitu wenye simba. Alihisi kila kona kama kuna macho ya mtu yanamchunguza. Kila mwanga wa taa ukigonga tiles ulionekana kama kivuli cha mtu aliyesimama. Lakini alijipiga moyo konde Eliana. Akapiga hatua za haraka zaidi, akafika mlangoni kwao. Alipoingia chumbani, alimkuta Victor yuko vile vile, amelala kwa amani kabisa. Eliana aliweka faili lile chini ya sofa kubwa lililokuwa pale chumbani. Alihakikisha amelificha vizuri lisionekane kwa macho ya haraka, na kisha alivuta pumzi ndefu. Alipanda kitandani taratibu, akajilaza kando ya Victor. Safari hii macho yake yalibaki yakimtazama mumewe. Alijisemea moyoni kwa sauti ya chini, sasa nimepiga hatua kubwa. Gideon atakipata anachokitaka, na pengine maisha yangu na ya mtoto wangu pia yatakuwa yako salama. Alijipindua upande wa kulia, uso wake ukigusa kidogo shavu la Victor. Macho yake yalianza kufumba taratibu, furaha ikimjia kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Alijua kuwa mpango wake sasa ulikuwa umeanza kutimia, na kwa mara ya kwanza usingizi mzito ulimchukua Eliana, akiwa na tabasamu dogo usoni. Mikono yake ikishikilia tumbo kubwa la ujauzito, kana kwamba alikuwa anamlinda mtoto wake asije kuathiriwa na mchezo wa hatari aliokuwa akiufanya. Lakini ndani ya moyo wake alijua ya kuwa mchezo huu ulikuwa bado haujafika mwisho. Bado haujafika mwisho. Naam. Asubuhi ilikucha kwa kasi isiyotarajiwa. Ndege wachache waliokuwa wakitua na kuondoka kwenye miti mikubwa ya kunduchi walikuwa wakiimba nyimbo zao za asubuhi. Lakini ndani ya jumba la waziri mkuu utulivu huo haukuwepo. Mlango wa chumba cha Victor na Eliana ulifunguliwa kwa kishindo, na house girl mmoja akatokea akiwa na uso wa hofu. Samahani kaka Victor, pamoja na madam Eliana. Hali sio nzuri kabisa, tafadhali amkeni haraka. Aliongea kwa sauti iliyokatika na yenye hofu kubwa. Victor na mkewe aliruka kitandani. Eliana alishika tumbo lake kwa hofu. Kuna nini tena? Victor aliuliza haraka. Baba yako, mheshimiwa waziri, ameanguka ghafla ofisini kwake. Amezirai kabisa. Housegirl aliyasema hayo huku akihema. Maneno hayo yalikuwa ni kama radi moyoni mwa Victor. Bila ya kupoteza muda, yeye na Eliana walitoka mbio chumbani kwao wakielekea ofisini kwa waziri mkuu. Walipofika mule ndani, hali ilikuwa ni ya majonzi. Mama Victor alikuwa amepiga magoti karibu na mumewe, machozi yakimtiririka usoni mwake huku akimlilia mumewe aliyekuwa amelala chini bila fahamu. Mume wangu. Jamani, mume wangu, usiniache mume wangu. Aliombeleza kwa sauti nzito. Victor alihisi miguu yake ikitetemeka. Huyo ndiye baba yake, mtu mwenye nguvu na heshima kubwa serikalini, na sasa alikuwa amelala pale sakafuni akionekana dhaifu kweli kweli. Eliana naye, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi isiyoelezeka, lakini si kwa sababu ya tukio la ghafla pekee, bali pia kwa sababu alijua siri nzito moyoni mwake. Macho yake yakimtazama baba mkwe, huku mawazo yake yakimwambia kwa upesi kabisa kwamba huenda nyaraka zile ndo zimesababisha. Hali ilizidi kuwa sitofahamu. Ndani ya dakika chache ambulance iliyokuwa imeitwa na housegirl mwingine ilifika pale kwa kishindo.
Wahudumu wa afya waliingia haraka na kumwinua waziri. Wakamweka kwenye machela. Na ndipo mama Victor aliambatana naye mara moja, macho yake yakiwa ni mekundu kwa machozi, akishika mkono wa mumewe asiyekuwa na fahamu. Jumba lote lilikuwa lina hali ya simanzi. Victor alimgeukia mkewe. Mke wangu, turudi chumbani tukavae haraka tuende hospitali kujua kinachoendelea, alisema kwa sauti ya hofu na haraka. Eliana alitikisa kichwa kukubaliana na mumewe. Walirudi mbio mbio hadi chumbani kwao. Victor aliingia bafuni moja kwa moja kuoga, akitaka wawe tayari kwa ajili ya kwenda huko. Eliana alibaki kitandani, lakini moyo wake ulikuwa hauko pale. Eliana alikumbuka kwa ghafla kuwa faili alilokuwa amelichukua usiku uliopita bado lilikuwa liko pale chini ya sofa. Wazo hilo lilimpiga kwa nguvu na hofu ikamvaa mara moja. Alinyosha mikono yake kwa wasiwasi, akapiga magoti kando ya sofa na kuangalia pale chini. Hapo ndipo aliposhtuka kwa mshtuko wa kweli. Hapakuwa na kitu chini ya sofa. Faili halikuwepo. Alihisi kama dunia imemfunika. Haiwezekani, haiwezekani, alijisemea kwa sauti ndogo Eliana, macho yakimtoka kwa hofu. Alianza kulipapasa eneo lote pale chini ya sofa mara mbili, mara tatu. Akajaribu kuamini labda macho yake yanamdanganya. Aliinua mto uliokuwa umesogea pembeni, akaangalia tena chini ya kitanda, hata ndani ya drop ya ndogo kando ya kitanda akaangalia, lakini wapi, faili halikuonekana. Moyo wake Eliana ulianza kupiga kwa kasi ya kutisha, hisia zikimpiga kwa nguvu mara mbili. Kwanza baba mkwe wake, waziri mkuu, yuko hospitali akiwa amepoteza fahamu. Lakini jambo la pili, siri yake kubwa ambayo alikuwa ameweka chini ya sofa sasa imetoweka tu ghafla, yani kana kwamba imeyeyuka hewani. Alinua mikono kichwani, akakaa kitako sakafuni huku pumzi zikimkatika. Nimefanyiwa nini sasa? Nani amelichukua? Mbona nililiweka hapa tu? Aliwaza kwa hofu. Alijaribu kufikiria, je, house girl anaweza kuwa ameliona wakati wa usafi wa asubuhi? Lakini mawazo hayo yalifutika kwa sababu bado hapakuwa na house girl aliyeingia chumbani kwao kwa ajili ya usafi asubuhi ile. Aliwaza labda kama kuna mtu aliingia chumbani kwao usiku, lakini bado alipingana na mawazo hayo kwa sababu mlango wao ulikuwa ni mgumu kufunguliwa kwa wizi bila ridhaa yao. Hivyo kwa vyovyote vile hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia chumbani kwao usiku. Sasa faili limekwenda wapi? Aliwaza pia labda ni mumewe alimwona wakati analificha, hivyo akawa labda kaamua kulichukua. Lakini hata hivyo bado mawazo hayo pia yaligonga mwamba kwa sababu alimshuhudia Victor akiwa kalala 444. Sasa faili limechukuliwa na nani? Machoni mwake Eliana machozi yalikuwa yanataka kumtoka, lakini ilibidi ajizuie. Hakuwa na muda wa kuonesha udhaifu. Aliinuka kwa nguvu, akaanza kutembea ndani ya chumba huku akipiga hatua fupi na za haraka. Hakuelewa kabisa nini cha kufanya. Kila sekunde ilikuwa ni kama dakika, kila dakika ikawa kama ni saa. Wakati huo kule bafuni Victor alifunga bomba na kwa muda mfupi alitoka. Eliana alijua hana nafasi ya kutulia wala kuonyesha wasiwasi. Alilazimisha tabasamu. Alienda kitandani akakaa juu yake. Alijifuta uso wake kwa haraka, lakini moyo wake bado ulipiga kwa kasi ya kutisha. Moyoni Eliana aliapa, lazima nijue faili hili limekwenda wapi. Nikiwa nimekosa kuleka mikononi mwa Gideon, basi siri yangu yote ipo hatarini. Na kama waziri atazinduka na kuanza kuuliza maswali, nitapotea kabisa. Victor baada ya kutoka bafuni, alivaa shati lake. Alimwangalia mkewe. Mke wangu, hebu vaa haraka twende. Hatujui hali ya baba ikoje, alisema kwa sauti haraka. Eliana alitikisa kichwa kwa kukubali, lakini ndani kabisa moyo wake alikuwa akipigwa na mawimbi makali ya hofu na maswali yasiyokuwa na majibu. Faili halipo, waziri yuko hospitali na siri yake sasa iko njiani kufichuka. Lo, gari lao lilipofika hospitalini, Victor na Eliana waliteremka kwa haraka. Waliingia moja kwa moja kwenye sehemu ya mapokezi ya wagonjwa maalum, sehemu iliyohifadhi heshima na hadhi ya viongozi wakubwa wa nchi. Askari na wauguzi walikuwa wakihangaika huku na kule, kila mmoja akionekana kusimama kidete kuhakikisha waziri mkuu anapata matibabu ya haraka na ya hali ya juu.
Mke wa waziri, Mama Victor, alikuwa amekaa kwenye kiti cha wagonjwa cha dharura. Uso wake ulikuwa umechoka kwa machozi yaliyomwagika muda mrefu. Alikuwa bado na nguo zile alizokuwa nazo usiku, nywele hazijapangwa na mikono yake ilikuwa inatetemeka taratibu. Alipomwona Victor na Eliana wakikaribia, macho yake yalijaa huzuni zaidi, lakini akajaribu kusimama kidogo. Victor mwanangu, alisema kwa sauti dhaifu, hali ya baba yako bado haijajulikana. Daktari yuko ndani anatupima subira. Victor alikimbia akamshika mama yake mkono, akamrudisha kitini, akamwambia mama, usijisumbue. Tutajua kila kitu muda si mrefu. Mungu atampigania tu baba. Eliana alikuwa amesimama pembeni akijifanya mwenye utulivu, lakini moyoni alikuwa akichafuka kama bahari yenye mawimbi makali. Kila dakika aliyokuwa anakaa pale alihisi kama panga kali linazidi kumchoma ndani. Mawazo yake Eliana hayakumruhusu hata kutulia. Nikiendelea kukaa hapa na waziri akiamka akakumbuka kuhusu faili, mimi ndo nitakuwa wa kwanza kuanikwa mbele ya familia nzima. Alijiambia moyoni maneno hayo Eliana. Alipoona kama hakuna dalili za kupata taarifa za haraka kutoka kwa madaktari, alijifanya kama anataka kupunga hewa hivi safi, kwa akanyanyuka pale taratibu. Alimtazama Victor na kisha akasema kwa sauti ndogo yenye heshima kwamba mume wangu, nenda nje kidogo kupunga hewa, nitakuwa karibu tu hapa. Victor alimwangalia mkewe na kisha alimkubalia kwa kumwambia sawa mke wangu, sende mbali. Eliana alitembea kuelekea nje ya jengo la hospitali. Hewa ya asubuhi ilikuwa ni baridi kiasi, ikipiga usoni mwake kama kumbusho ya kwamba bado yuko hai. Lakini akili yake ilibaki na joto la hofu. Alisimama pembeni ya bustani ndogo iliyokuwa imepambwa maua mekundu. Alivuta pumzi ndefu, akajaribu kupunguza mapigo ya moyo, lakini bado kila sekunde alihisi kama vile kuna macho yalikuwa yanamwangalia. Hakukosea. Ghafla alihisi kivuli kikubwa nyuma yake. Alipogeuka haraka na macho yake akakutana naye Duncan. Uso wa Duncan ulikuwa ni mkali, macho yake yakiwa yamejaa siri na msimamo wa mtu asiyependa kupozea. Alikuwa amevalia suti ya kijivu, lakini hakuonekana kama ni mtu wa amani. Eliana, nimekuwa nikikuangalia toka tunatoka nyumbani kuja hapo hospitalini. Unajifanya wewe mjanja, si ndivyo? Eliana alimtazama kwa ukimya Duncan na kisha alivuta tabasamu dogo lisilokuwa na furaha. Unataka kusema nini Duncan? Usijifanye uelewi. Najua kama umechukua tena lile faili. Ulidhani mimi sitajua eh? Ulidhani unaweza kunichezea hivi tu sio? Eliana alihisi miguu ikimtetemeka, lakini alijilazimisha kusimama wima. Mimi sijui unazungumzia nini? Alijibu kwa ujasiri wa juu, ingawa ndani ya moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu. Lakini Duncan hakumwachia nafasi. Aliendelea kusogea karibu zaidi, akamwambia kwa sauti ya vitisho, nisikilize vizuri. Kama waziri akiamka na mimi nikamwambia ukweli, ataamini mara moja ya kwamba wewe ndiye uliyeiba nyaraka zake. Na unajua nini kitakachofuata? Heshima yako, ndoa yako na Victor, na kila kitu unachokithamini kitavunjika vipande vipande. Hapo Eliana alipumua kwa nguvu. Akajaribu kuficha hofu yake kwa kujipa ujasiri. Unafikiri mimi naogopa vitisho vyako? Duncan, sihitaji hata sekunde moja kuamini ya kuwa siri zako haziwezi kudumu. Wewe ndio kuogopa kwa sababu kila kitu kinachohusu faili hilo wewe ndio ulianza. Duncan alitabasamu kwa kejeli na kisha akasema ni kweli. Lakini kumbuka, mimi ndiye ninayeshikilia usalama wako sasa Eliana. Ukikataa kufanya kile nilichokuambia, basi na kuhakikishia nitamwambia waziri mkuu ukweli wote. Wacha Victor naye ajue kwamba mke wake ndiye amemchongea baba yake mbele ya dunia. Eliana alijaribu kutabasamu, lakini macho yake yalionyesha maumivu makali mno. Kama unadhani sitavumilia dhoruba hiyo, umejidanganya. Victor ananijua na mimi ninamjua. Mapenzi yetu hayawezi kufa kwa maneno yako machafu.
Maneno hayo yalimshangaza kidogo Duncan, lakini hakujionyesha. Aliinama karibu zaidi na sikio la Eliana, akasema kwa sauti ya chini lakini ya kupenyeza kama upanga, wewe subiri, siri zako hazitadumu. Ukichelewa kunipa jibu langu, basi maisha yako na Victor yatavunjika kwa mikono yako mwenyewe. Mshawishi rais ampe uhuru wa kifungo mtu wangu, la sivyo nakuambia kabisa utabaki kuwa single mother, na nitahakikisha Victor anakupa talaka. Alafu sasa tuone hiyo jeuri yako itakupeleka wapi. Eliana aligeuka kumtazama kwa ukali Duncan, ingawa ndani ya moyo wake ulikuwa umepasuka vipande vipande. Duncan, usijidanganya kwamba nina hofu ya wewe. Mimi sio mtu dhaifu unavyofikiria. Hata ikibidi nitapigana kwa ajili ya ndoa yangu na heshima yangu. Kumbuka hilo. Hapo walibaki wakitazamana kwa muda mrefu, kila mmoja akiwa na msimamo wake. Duncan aligeuka taratibu na kuondoka, akimwacha Eliana kitetemeka kwa ndani, lakini alijilazimisha kusimama imara. Alijua wazi kuwa mapenzi yake na Victor sasa yako kwenye kivuli cha siri kubwa, na ikiwa ukweli utakuja kujulikana, basi yote yanaweza kuharibika. Changamoto kubwa kwake ilikuwa sio tu hofu ya siri kufichuka, bali pia jinsi atakavyoweza kulinda moyo wa Victor usije kupasuka atakapogundua kuwa mke wake ndiye aliyehatarisha heshima baba yake. Msikilizaji, ilipofika mchana, wakiwa bado wako pale hospitali, daktari aliyekuwa anamtibu mheshimiwa waziri alikuja pale kueleza kuwa waziri yuko sawa, hivyo wanaweza kuingia wodini kwa ajili ya kumwona. Habari hiyo ilienea haraka ukumbini. Kila mmoja wa familia aliyekuwa akisubiri kwa hamu taarifa hiyo alikimbilia wodini kumwona waziri. Victor alikuwa ndo wa kwanza kushika mkono baba yake, machozi yakimlengalenga. Baba, asante Mungu, umerejea. Tumehangaika sana. Mama Victor naye alijikuta akilia tena kwa furaha. Alipiga magoti pembeni ya kitanda kimshika mume wake mkono. Eliana na wengine wote walikuwa wamesimama karibu, nyuso zao zikionyesha furaha ya kupona kwake. Lakini hata hivyo macho ya waziri hayakuwa na furaha. Ndani yake kulionekana mzigo mzito uliokuwa unamwelemea, kana kwamba kurudi kwa fahamu hakumuondoa mashaka aliyokuwa nayo, mashaka aliyokuwa yakimla ndani kwa ndani ya moyo wake. Naona wote mko hapa alisema waziri kwa sauti dhaifu lakini thabiti. Nashukuru kwa sala zenu na maombi yenu. Mungu amenirudisha salama. Wote walimwangalia kwa furaha, lakini bado alihisi kuna kitu ambacho waziri hajakisema bado. Daktari alipokuja kuwaeleza ya kuwa mzee anahitaji utulivu, walitoka mmoja baada ya mwingine hadi akabaki Victor peke yake na baba yake ndani ya wodi. Victor aliketi kando ya kitanda, akamtazama baba yake kwa macho yaliyojaa shauku na hofu. Baba, nimekuona tangu umeamka. Ni kama kuna jambo linakusumbua. Tafadhali baba, nakuomba usinifiche. Tafadhali naomba uniambie. Mimi ni mwanao na niko tayari kuweza kusimama na wewe. Hapo waziri alifumba macho kwa muda na kisha alivuta pumzi ndefu. Victor, nimeangamia mwanangu, nimeangamia. Nimepotea mwanangu. Sasa naomba usimamie familia. Familia naiacha mikononi mwako mwanangu. Baba, unasema nini? Baba, hujapotea, mbona tuko wote pamoja baba? Nyaraka zangu mwanangu. Nyaraka zangu muhimu sana zimeibiwa. Ndani ya hizo nyaraka kuna mambo ambayo yakifika mezani kwa mheshimiwa rais, basi maisha yangu yataishia gerezani. Sio siasa tena, sio heshima, bali ni fedheha maisha yangu yote. Hapo Victor alihisi kama kiti alichokikalia kimepoteza uthabiti. Alitikisa kichwa kwa mshangao. Baba, nyaraka zimeibiwa? Baba, lakini imekuaje? Tuko nyumbani, ulinzi ni mkali kila kona. Haiwezekani mtu wa nje tu aingie na kuja kuiba kitu kama hiko baba.
Na kwanza ni nyaraka gani hizo mzee wangu? Waziri alizidi kushusha pumzi ndefu, kana kwamba kila neno lilikuwa ni mzigo mkubwa kwake. Mwanangu, na ndio maana nasema nimeangamia. Nyaraka hizo zimeondoka ndani kwangu, na si mtu wa nje aliyefanya. Ni mtu wa kati yetu, mtu wa familia. Aidha mmoja wa watu wa ndani, house girl, walinzi, au hata familia. Na ndio maana moyo wangu unaniuma zaidi mwanangu. Hapo Victor alipagawa. Alinyanyuka na kuanza kupiga hatua ndogo ndogo kando ya kitanda, mikono yake ikiwa ikimtetemeka, uso wake ukabadilika. Baba, iwezekani hivi? Baba, unajua unachokisema? Unamaanisha miongoni mwetu kwamba kuna mtu ametugeuka? Mtu anayekula na sisi? Mtu tunayemwamini? Baba, hilo haliwezekani baba. Huo ndo ukweli mchungu mwanangu. Na kama nyaraka hizo zitafika mikononi mwa Mheshimiwa Rais, basi hakuna cha kunisamea wala huruma. Nitavuliwa kila kitu, heshima yangu na familia yangu itadhalilika. Na ndo maana nakwambia nimeangamia mwanangu. Kwani zinahusu nini hizo nyaraka baba? Kwa miaka mingi nimekuwa nikichota mamilioni ya pesa serikalini kwa ajili ya miradi yangu binafsi. Lakini pia niliwahi kuingia makubaliano na waasi wa Kongo ambao wanamiliki maeneo yenye migodi huko Kongo. Kazi yangu ilikuwa ni kuwafadhili kifedha, na kisha wao wananipa maelfu ya dhahabu ambayo nilikuwa nauza kwenye masoko ya kimataifa. Kimsingi ni kwamba hizo nyaraka zilizoibiwa zina kila taarifa mbaya ambayo nimekuwa nikiifanya kwa miaka mingi. Na ndio maana nakwambia nimeangamia mwanangu. Victor alijikuta kishika kichwa chake kwa mikono miwili, jasho jepesi likimtoka usoni, moyo wake ukawa unadunda kwa kasi. Lakini baba, nyaraka zilipotea lini? Na kwa nini? Kwa nini hukutueleza mapema hili baba? Pengine tungesaidia. Waziri aligeuza uso wake upande, macho yake kijaa aibu na huzuni. Unajua mwanangu, nilijua nikisema nitazua vurugu na hofu ndani ya familia. Lakini sasa nimeona kwamba hakuna jinsi. Wewe ni mwanangu. Nimeamua kukuambia ukweli. Kitu kingine, kwa pale ndani kwetu ukimtoa mama yako, mtu mwingine anayejua hili kwa sasa ni wewe. Sasa bado nashangaa ni nani huyo aliyeweza kuingia ofisini kwangu na kuziba hizo nyaraka. Naam, Victor alikaa kimya kwanza kwa muda, akihisi dunia yote ikimzidi. Alikumbuka jinsi walivyokuwa na heshima kubwa kama familia, sasa wakiwa wanahusishwa na kosa la ndani linaloweza kupelekea baba yake kufungwa. Alikumbuka pia kwamba baba yake hakuwa mtu wa kuruhusu siri zake kufichuliwa kwa urahisi. Hii ilimaanisha mtu aliyeiba alikuwa na dhamira kubwa sana. Macho yake Victor yalimwangukia baba yake tena. Baba, kama ni kweli nyaraka zimeibiwa ndani kwetu, basi hii ni hatari kubwa mno. Hatutaweza kumwamini mtu yoyote tena. Kila mmoja sasa ni mshukiwa. Lakini mzee, nitahakikisha kwamba nitafanya kila linalowezekana. Sitakubali uende gerezani. Sitakubali heshima ya familia yetu iharibike. Waziri alinyanyua mkono wake dhaifu akashika mkono wa Victor. Najua unanipenda mwanangu. Lakini hili jambo sio vita ndogo. Hii ni vita itakayokula roho yako na ndoa yako.
Kwa hiyo ni lazima uwe tayari. Nyaraka hizo zikirejea mikononi mwetu kutakuwa tuko salama, lakini zisipoweza kurejea. Hapo waziri alinyamaza ghafla, alibaki akimtazama mwanae bila kuongeza neno. Victor alibaki akitetemeka, mawazo yakimzunguka ya kwamba ni nani anayeweza kufanya jambo kama hili ndani kwetu. Aliwaza moyoni Victor. Hata kabla hajapata jibu, hofu ilizidi kumjaa ya kwamba huenda kweli miongoni mwa familia yao mtu mmoja tayari alikuwa amegeuka kuwa adui mkubwa zaidi. Alitoka mule wodini akiwa na mawazo sana. Mama yake alipomwona aligundua hilo. Aliamua kumfuata na kisha akamuuliza, vipi mwanangu, mbona huna furaha wakati baba yako yuko salama? Mama, kuna kitu kingine kibaya zaidi. Kitu gani? Kitu gani mwanangu? Ni kuhusu siri za baba. Victor aliposema hivyo, mpaka hapo mama yake tayari alishaelewa Victor alikuwa anaongelea kitu gani. Siri zimefanya nini mwanangu? Zimepotea mama, na haijulikani nani kaziba pale nyumbani. He, ina maana kwamba baba yako amepoteza, hafahamu chochote? Ndiyo mama. Mungu wangu, tumeisha. Nifanyaje sasa jamani? Mama Victor alionekana kama kapagawa, kwa maana ya kwamba alijua kufichuka kwa siri hiyo basi moja kwa moja kuna kwenda kuangamiza maisha ya mumewe. Mama, tulia kwanza. Hupaswi kuwa na hofu mama. Kivipi mwanangu? Hizo siri ni muhimu sana. Kama zimeibiwa ina maana kwamba baba yako ataishia gerezani. Siwezi kuruhusu hilo litokee mama. Kwanza Mheshimiwa Rais ni mwanafamilia kwetu kwa sasa. Sidhani kama anaweza kuacha baba afungwe gerezani. Victor, sheria ni msumeno. Na mbaya zaidi, Rais ni raia namba 1 kwa kupigania haki hapa nchini. Kusema kuwa atatumia mamlaka yake kumlinda baba yako, hilo sahau kabisa. Kamwe haliwezi kutokea. Kama ni hivyo basi tunapaswa kuweza kufanya kila tuwezalo kumlinda baba dhidi ya hili janga. Kivipi sasa mwanangu? Kwanza kabisa hii baki kuwa siri yetu. Nyaraka zimeibiwa ndani kwetu, hii inamaanisha kuwa kuna mtu pale ndani kwetu ndiye aliyeingia ofisini kwa baba na kuiba. Atakuwa nani sasa? Kwa kweli sijui mama. Kila mtu pale ndani namuona ni mwema kwetu. Sasa sijui ni nani kafanya hivi, ila nina uhakika atajulikana tu. Sasa tutamjuaje mwanangu huyo mtu? Victor alikaa kimya kidogo akitafakari jambo na kisha akasema, nimekumbuka. Nyumbani kuna CCTV kamera. Kwanza kabisa tutaangalia kwenye CCTV kamera ili tumuone huyo mtu aliyoingia ofisini kwa baba. Ni kweli mwanangu, twende tukafanye hivyo sasa hivi. Sawa mama, ila wewe inabidi ubaki hapa hospitali na familia. Acha mimi nirudi nyumbani. Nikijifanya namrudisha mke wangu akapumzika kwa sababu ya ujauzito wake. Nikifika tu jambo la kwanza litakuwa ni hilo. Sawa mwanangu, nenda. Kompyuta iliyounganishwa na CCTV kamera ipo kabatini kwangu chumbani. Sawa mama. Victor bila kuchelewa alimchukua mkewe na kisha wakaanza safari kurudi nyumbani kwao kule Kunduchi. Wakiwa njiani, Victor alionekana bado yuko kwenye mawazo mengi mno. Eliana alilitambua hilo pia. Alitamani kumuuliza anasumbuliwa na nini, lakini alijikuta kisita kufanya hivyo. Wakiwa nakaribia kufika nyumbani, aliona ni bora akamuuliza tu kwanza ili ajue nini ambacho kinamsumbua mumewe. Victor, una nini kwani? Ni kuhusu usaliti mke wangu. Kuhusu usaliti?
Una maana gani? Kuna mtu sio mwaminifu pale nyumbani. Sijajua kama ni walinzi au wafanyakazi wetu wa ndani. Mmoja wao kaingia ofisini kwa baba na kuiba nyaraka muhimu sana kwa serikali. Naam, kauli hiyo ilimshtua zaidi Eliana. Mpaka hapo alijua ni nini ambacho Victor alikuwa anakiongelea. Hata hivyo aliamua kujifanya kama vile hajui kinachoendelea. Alimtazama Victor na kisha akasema, sasa atakuwa nani? Na hizo nyaraka zinahusu nini kwani? Wakati huo tayari gari lilikuwa limefika pale ni kwao. Victor alipaki kwenye maegesho na kisha akamtazama mke wake na akamwambia, mke wangu, hizo ni nyaraka muhimu sana, lakini hata hivyo sina shaka kwa sababu nakwenda kumjua mhusika sasa hivi. Maneno hayo yalikuwa ni kama kisu kikali kilichochomwa kwenye moyo wa Eliana. Eliana alijikuta akimtazama Victor kwa hofu na mshtuko wa hali ya juu. Alitamani kuongea lakini alijikuta akipatwa na kigugumizi cha ghafla. Unakwenda kumjua? Yaani kivipi? Ndani kwetu kuna CCTV kamera. Baba aliziweka kwa siri kwa sababu za kiusalama. Ni mimi tu na mama ndio ambao tulikuwa tunajua kama ndani kuna CCTV kamera. Watu wengine wote wanajua zile kamera za nje tu, lakini hata ndani pia kamera zipo. Hivyo tukiingia tu ndani na kwenda kuangalia kujua ni nani aliingia ofisini kwa babangu na akaiba zile nyaraka. Hapo Eliana macho yalimtoka. Alitamani hata ardhi ipasuke na kisha ingie ndani. Alijua wazi kuwa ikiwa Victor ataangalia footage hizo za kamera, ni wazi ya kwamba ataonekana kiingia ofisini kwa baba yake tena usiku wa manane. Hivyo mpaka hapo ni yeye ndiye atakayejulikana kuwa kaiba zile nyaraka. Unaambiwa joto la mwili wake Eliana lilianza kumpanda. Mapigo ya moyo yalianza kumwenda mbio kwa maana ya kwamba alivyopigania penzi la Victor hakuwa tayari kabisa kuona narudi tena nyuma kwa kukosana na mume wake, hasa ukizingatia kipindi hiki ambacho anakaribia kujifungua. Alishuka kwenye gari taratibu huku mawazo yake yakiwa yako mbali sana, ingawa hakutaka kumuonesha hilo mumewe. Kila hatua aliyokuwa anapiga kuingia ndani kwa Eliana kwake ilikuwa ni kama hatua za kusogelea kifo, aliyokuwa bado anataka kuishi. Waliingia ndani moja kwa moja, wakaenda mpaka chumbani kwake. Walipofika chumbani, Eliana aliketi kwenye sofa huku mapigo yake ya moyo yakienda mbio vibaya mno. Victor aligundua hilo pale alipogusa kifua cha mkewe. Wewe mbona unahema kwa kasi hivi? Uko sawa kweli? Ndio mume wangu, niko sawa, ingawa sio sana. Shida nini? Kaa tu na mimi hapa mume wangu. Nimeogopa sana kwa maneno uliyoweza kuniambia. Vipi kama ni wale watu ambao wamekuwa wakiandama maisha yetu siku zote? Wala usijali kuhusu hilo mke wangu. Adui yetu alikuwa ni Ademola na kwa sasa yuko gerezani. Hafsa naye bado yuko hospitalini akipata matibabu ya kisaikolojia, kwa hiyo hakuna maadui kwa sasa. Lakini naogopa sana mume wangu. Huna haja kuogopa malkia wangu. Huyo mtu aliyeiba nyaraka za baba. Kabla hata hajaendelea kuongea, Eliana alianza kukohoa. Msikilizaji, sio kwamba Eliana alikuwa na tatizo la kiafya. Eliana alikuwa sawa kabisa. Isipokuwa maneno ya mumeo ya kutaka kumjua mtu aliyeiba nyaraka za baba yake ndio ilikuwa ikimchanganya akili. Alitamani kabisa pengine awe na uwezo wa kufuta mawazo ya Victor ya kutaka kuangalia video hizo za CCTV kamera, lakini haikuwezekana. Hebu kunywa kwanza haya maji kwanza mke wangu. Aliongea Victor huku akimpatia glasi ya maji Eliana, na baada ya Eliana kunywa maji alionekana kutulia kidogo. Victor alisimama na kisha akaanza kutoka mule ndani. Unaenda wapi Victor? Aliuliza Eliana huku akitamani kabisa Victor asiende kutazama hizo video. Naenda chumbani kwa mama kwa ajili ya kuchukua laptop iliyokuwa imeunganishwa na CCTV kamera za humo ndani. Narudi sasa hivi mke wangu. Victor hakusubiri hata jibu la mkewe. Alitoka mule chumbani kwao mbio mbio. Eliana alizidi kupagawa. Sasa alijua kila kitu kitakwenda kuharibika. Kila sekunde, kila dakika kwake ziligeuka kama saa za kifo. Aliwaza hasira na maamuzi ambayo pengine mumewe atayachukua baada ya kujua kweli. Kibaya zaidi kwake, hilo faili alilokuwa kaliiba naye ni kama vile alikuwa kaibiwa pia, kwa sababu tokea alipoliweka chini ya sofa mule chumbani kwao hakuliona tena mpaka leo. Moyoni mwake libaki na maswali yasiyokuwa na majibu. Kwanza kabisa aliwaza kuhusu Gideon na vitisho vyake, na hasa ukizingatia bado alikuwa hajampatia faili hilo.
Lakini jambo la pili, akawa anawaza kuhusu mumewe. Atamjibu nini pale atakapomuuliza faili aliloliiba liko wapi? Baada kama dakika 2 Victor alirudi mule chumbani kwao, huku akiwa na ile laptop iliyounganishwa na CCTV kamera za mule ndani. Aliketi kwenye meza ndogo iliyokuwa mule chumbani na kisha akaanza kuifungua laptop hiyo ili kuona video hizo. Baada ya laptop kuwaka, moja kwa moja Victor alikwenda kwenye faili la video za CCTV. Alibofya kitufe cha kufungua video na hatimaye video ilifunguka. Victor hakuamini alichokiona. Wakati huo Eliana alikuwa ameanza kulia. Alijua wazi mumewe atamuona na hivyo atagundua siri yake. Eliana, shida nini mke wangu, mbona unalia? Aliuliza swali hilo Victor. Swali hilo lilimgonga Eliana kama radi ya ghafla. Alishtuka, alinua uso wake kumtazama mumewe, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Victor anauliza nini? Ina maana hajui? Yaani hajajua kabisa? Si ameingia na laptop akawa anaangalia footage za CCTV. Ina maana hajaona video zangu nikiingia ofisini kwa babake? Kwa nini sasa ananiuliza kwa upole hivi badala ya kuniwashia moto wa maneno na hasira zake? Alijiuliza kimoyomoyo. Eliana alijikuta kibaki kimya, macho yake yakimtazama Victor kana kwamba anajaribu kusoma moyoni mwake majibu. Lakini Victor alionekana wa kweli kabisa, uso wake ukijaa hofu ya mumewe anayejali mkewe na wala si hasira za mwana anayelipiza kisasi kwa kosa kubwa. Eliana, Victor aliendelea kuyasema huku akimshika mkono wake kwa upole. Najua mambo mengi yamekuwa ni magumu hivi karibuni. Baba yangu ameugua, vurugu zote hizi nyumbani. Lakini wewe ni mke wangu na hautakiwi kuweza kuteseka hivi peke yako. Usilie tena. Niko hapa kwa ajili yako. Maneno hayo yalimchoma Eliana ndani zaidi kuliko hata shutuma yoyote. Alishangaa, inakuwaje Victor anaendelea kuwa mwema hivi kwake? Ni kweli hajaniona kwenye CCTV kamera? Au kama kujifanya hajaniona ili nipime? Au labda CCTV kamera ilikuwa hainionyeshi mimi, bali inaonyesha kitu kingine? Mawazo hayo yalimvuruga kichwani Eliana. Kila wazo moja lilikuwa linakuja kwa nguvu, likiongeza hofu na mshangao. Victor alimfuta machozi Eliana taratibu kwa vidole vyake, akamwambia tena kwa sauti ya upendo, Eliana, unajua wewe ndio pumzi yangu. Bila wewe siwezi. Hebu tafadhali usijione mwenye dhambi au mzigo. Hapo Eliana alihisi moyo wake ukitetemeka. Upendo aliokuwa akiupata kutoka kwa Victor ulikuwa halisi, lakini ndani nafsi yake alihisi kama yuko njia panda. Je, ni kweli Victor hajui chochote au anajua na anaficha nyuma ya maneno matamu? Wakati akahangaika na mawazo hayo, ghafla mlango ulifunguliwa tena. Safari hii aliyeingia alikuwa ni Bibi Victor, mama mzazi wa waziri mkuu, ambaye mwanamke huyo alionekana bado ana nguvu ingawa umri wake ulikuwa ni mkubwa. Gauni lake la kitenge na shungi lililokuwa limezunguka kichwa vilimpa heshima na uzee wa kifamilia. Victor, alisema bibi huyo kwa sauti yenye msimamo lakini yenye upole wa bibi. Hebu muache Eliana. Acha mimi niongee naye. Nitamtuliza mimi mwenyewe. Victor alimtazama bibi yake kwa sekunde chache na kisha aliinuka bila ubishi. Alichukua ile laptop aliyokuwa nayo mikononi, akainamisha pale kichwa kwa ishara ya heshima na akatoka chumbani kimya kimya. Eliana alibaki kitandani. Alikuwa akimwangalia mumewe akitoka huku akiwa amebeba laptop ile. Kila hatua aliyopiga Victor kuelekea mlangoni ilikuwa ikiongeza mvutano moyoni mwake Eliana. Ina maana kweli hajaniona kwenye CCTV kamera? Au ameniona lakini hataki kunionyesha? Alijiwazia sana Eliana. Bibi Victor alisogea kitandani, aliketi upande wa miguu ya Eliana. Macho yake makali yaliangalia kwa ukaribu, kana kwamba yalikuwa yakiingia moja kwa moja rohoni mwake. Mwanangu, nimekuwa na kuangalia kwa muda sasa. Una hofu kubwa sana moyoni mwako. Na sasa nimeamua kukuambia mwanamke kama wewe unapaswa kuwa jasiri. Usiruhusu machozi ya kuangusha mbele ya mume wako. Mume anahitaji kuona mke thabiti, sio dhaifu.
hapo Eliana alinyamaza, machozi bado yakitiririka. Alitamani amweleze bibi yake kila kitu, ya kwamba hofu yake si tu juu ya ndoa, bali pia juu ya siri kubwa ya nyaraka alizoiba. Lakini ulimi wake ulijifunga, akabaki akihangaika ndani yake. Mwisho alijilaza chali kitandani, macho yake kitazama juu, akili yake ikihangaika. Je, Victor kweli hajaniangalia? Au ni mtego wake? Je, bibi naye anajua kitu? Na laptop ile je? Ina nini hasa ndani yake? Eliana alibaki tu njia panda, moyo wake ukipigwa na mashaka mawili makubwa: upendo wa mumeo unaompa faraja na siri aliyoificha ambayo kila sekunde ilikuwa inamgeuza kuwa mfungwa wa hofu yake mwenyewe. Victor baada kutoka chumbani kwake alitembea taratibu kuelekea bustani ya nyuma ya nyumba lao la kifahari pale Kunduchi. Mchana ulikuwa uko tulivu, upepo mwanana ukipita taratibu ukipuliza harufu ya maua yaliyopandwa kwenye vituta vya maua. Mbali kabisa, mawimbi ya bahari yalikuwa yakilia kwa sauti ya chini, kana kwamba ilikuwa inabeba siri nzito za dunia. Mikononi mwake bado alishikilia ile laptop, kifaa kidogo lakini kilichobeba mashaka na maswali mazito yasiyokuwa na majibu. Victor alipofika kwenye kiti cha chuma kilichokuwa katikati ya bustani, chini ya mti mkubwa wa mwembe, alikaa. Alivuta pumzi ndefu kana kwamba anataka kukusanya ujasiri. Mikono yake ilitetemeka kidogo alipoiwasha laptop. Macho yake yalibaki yamekodoa kwenye skrini kana kwamba pale ndipo kulipokuwa kuna ukweli wote anaoutafuta. Victor aliingiza password ya kamera za usalama na kisha akaanza kupitia CCTV kamera zilizokuwa zimerekodiwa siku 2 zilizopita. Akawa anarudia nyuma matukio ya nyuma taratibu. Alikuwa na uhakika kabisa kwamba pale ndipo jibu lilipo. Je, ni nani aliyeingia ofisini kwa baba yake na kuchukua nyaraka zile za umuhimu? Lakini mara alipoanza kusogea kwenye timeline ya video, macho yake yalipanuka kwa mshangao. Kulikuwa kuna mapengo makubwa. Rekodi za CCTV zilionekana zipo kawaida mpaka saa 6 hivi na dakika 59 usiku. Kamera zikionyesha walinzi wakiwa kodoria, taa zikiwa zimewaka kila kona ya jumba. Lakini ghafla imeruka video hiyo, ikaja kuonyesha kuanzia saa 7 usiku. Skrini zilikuwa nyeusi, hapakuwa na rekodi yoyote na ukimya wa giza pekee ulikuwa umetawala. Hali hiyo iliendelea mpaka majira ya saa 11 alfajiri. Muda wote huo, CCTV kamera ilikuwa imerekodi giza tu, hakuna kinachoonekana. Victor alibaki ameduaa. Nani kachezea CCTV kamera? Mbona inaonyesha kwa kurukaruka, sehemu zingine giza, hairekodi chochote? Victor alijikuta kwanza anashusha pumzi kwa mshangao na hasira iliyojificha, kwamba hii inawezekana vipi? Na kamera zote zimerekodi kwa pamoja ndani ya muda ule ule, usiku mzima. Alijiwazia sana Victor, akabofya tena na tena akijaribu kurefresh ile CCTV kamera zile rekodi. Lakini ukweli ulikuwa uko pale pale. Kulikuwa kuna ombwe, yani CCTV kamera ilirekodi giza mtupu. Hakuna kilichoonekana kuanzia saa 6 na dakika 19 mpaka kuna kucha. CCTV kamera zilirekodi giza tu. Victor kajiuliza, labda system imeharibika. Alijisemea kwa sauti ya chini, lakini mara moja wazo jingine likampiga kwa nguvu. Hapana bwana, hii sio hitilafu ya kawaida. Ni mtu amezifuta kwa makusudi, au mtu alizuia kamera zisirekodi chochote kwa muda huo. Moyo wake ulimdunda kwa kasi Victor. Hii ilikuwa ina maana moja tu, ya kwamba muda huo wa giza, muda ambao hakuna rekodi iliyohifadhiwa, ndio hasa uliotumika kutekeleza mpango wa kuiba nyaraka muhimu za baba yake. Ndipo alipokumbuka maneno ya baba yake hospitalini kwamba nyaraka hizo zikifika kwa rais, maisha yangu yataishia gerezani. Sasa ilikuwa wazi kwake, mtu ndani ya jumba lao au mtu mwenye mamlaka kufikia mfumo wa usalama ndiye aliyekuwa nyuma ya njama hii. Lakini swali kubwa lilikuwa likimsumbua, ilikuwa ni nani hasa huyo mtu? Victor alikaa kwa ukimya kwa muda, akitazama anga la mchana lililojawa na mwanga mkali wa jua. Kila kitu kilionekana kutulia nje, lakini ndani yake kulikuwa kuna dhoruba. Kila siku uso aliouona ni uso wa mkewe Eliana. Aliuona uso wa binamu yake Duncan, aliuona uso wa mama yake, na hata wa house girl na walinzi pia. Sasa hapo Victor akaanza kujiuliza akilini mwake, wote hawa walikuwa na nafasi kuhusika kwenye hili. Wote walikuwa na siri zao, lakini nani alifikia hatua ya kuingilia mfumo wa ulinzi wa nyumba ya waziri mkuu?
Victor alihisi mikono yake kibanwa na hasira. Aligundua kuwa huenda hakuweza tena kumwamini mtu yoyote ndani ya jumba lao. Upendo aliokuwa nao kwa Eliana ghafla ulijaa kivuli cha mashaka. Uso wa Duncan ukamjia. Akakumbuka tabasamu zake za kificho na ukaribu wake wa ajabu na Eliana. Alafu hapo akamwazia pia mama yake aliyekuwa akijaribu mara kwa mara kulinda siri zisizoelezeka. Victor alijiwekea wazi kama kuna mtu alihusika na kufuta zile video za CCTV camera, basi mtu huyo soa nje. Hakukuwa na uwezekano wowote wa mtu kuingia ndani jumba lao hilo lenye ulinzi mkali. Bila shaka ni mtu ambaye anatokea ndani. Sasa huyo mtu ni nani? Victor alifumba macho kwa muda, akajaribu kuzuia mawazo yasimvuruge, lakini moyo wake ulikuwa ukimwambia kitu kimoja tu, kwamba kuna mtu wa karibu sana na wewe ambaye anakusaliti. Baada ya hapo alifunga ile laptop. Alijaribu kuchunguza kama kulikuwa kuna alama zozote za kuonesha nani aliyeingia kwenye system. Kwa bahati mbaya kila kitu kilikuwa kimesafishwa kitaalamu kabisa. Hata log file ambazo kawaida huonyesha nani aligusa mfumo zilikuwa ziko empty. Hii ilimaanisha mhusika ni mtu mwenye ujuzi mkubwa mno na teknolojia, au alikuwa na msaada wa mtu wa aina hiyo. Victor alifunika ile laptop kwa nguvu kidogo, alishusha pumzi ndefu. Upepo ulipita kwa kasi ukitikisa majani ya mwembe juu yake, kana kwamba uliungana na dharuba iliyokuwa iko moyoni mwake. Alijua bila shaka ya kwamba vita iliyoko mbele yake si tu ya kulinda heshima ya familia yake, bali pia kulinda ndoa yake na mkewe. Na sasa kilini mwake swali moja tu ndilo lilokuwa linapiga kelele. Je, ni nani aliyefanya wizi huo? Akiwa bado amekaa kwenye kiti cha bustani, akiwaza na kuwazua, moyo wake ukipiga kwa kasi kana kwamba ulikuwa unataka kutoka kifuani. Upepo wa bahari ulipuliza taratibu, ukipenya kwenye miti iliyokuwa imepangwa kwa ustadi kwenye bustani. Lakini badala ya kumtuliza, sauti ya upepo ilionekana kama vile inazidisha msongamano wa mawazo kichwani mwake. Laptop ilikuwa bado kwenye mapaja yake, imefungwa, lakini uzito wake ulionekana ni mkubwa ajabu, kana kwamba ilikuwa inabeba siri za dunia nzima. Ghafla alisikia sauti ya nyayo nyuma yake. Alipoangalia alimwona Mary, mke wa Duncan, akisogea taratibu. Uso wake ulikuwa umebeba huba ya huzuni na hasira zilizofichwa. Aliposogea karibu, Victor aliona wazi kabisa ya kwamba hakuwa amekuja kwa maongezi ya kawaida, bali kwa jambo zito. Victor, Mary alianza kwa sauti ya chini lakini thabiti. Unatafuta sana ukweli wa nani ameiba nyaraka za baba yako, sivyo? Hapo Victor alitetemeka kidogo. Hakujua ni kwa nini Mary alikuwa akizungumzia jambo hilo kwa uwazi namna hiyo. Aliinua macho yake Victor akamkodolea macho na kisha akamwambia kwa sauti ya utulivu iliyojazwa na mashaka, akasema ndio. Lakini sio jambo dogo la kuzungumzia hivi tu Mary. Unamaanisha nini kwani? Alafu kwanza, wewe umejuaje kama babangu kaibiwa nyaraka? Mary alivuta pumzi ndefu, aliinua kichwa chake kwa msisitizo na kisha akasema, hiyo sio siri tena Victor. Babako amepoteza fahamu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo nataka ujue ukweli mchungu. Nyaraka hizo zilichukuliwa na mkeo Eliana. Maneno hayo yalimgonga Victor kama radi ya ghafla. Moyo wake ulidunda kwa nguvu, alihisi jasho baridi likimtiririka mgongoni. Eliana? Hapana bwana. Haiwezekani. Eliana anapenda familia yangu. Hawezi kufanya jambo la kuharibu heshima ya babangu. Victor, nisikilize. Mume wangu Duncan ndiye aliyegundua hiyo issue. Yeye ndiye aliyemkuta Eliana akiwa na nyaraka hizo. Aliweza kumpokonya, lakini Eliana akaja tena usiku kuziiba. Hadi sasa nyaraka hizo zipo kwa Eliana yeye mwenyewe. Wewe umemfanya Mungu wa moyo wako, lakini ukweli ni kwamba mwanamke huyo ni hatari kwa familia yako, hatari kubwa mno. Victor alibaki kimya kwanza kwa sekunde kadhaa, kichwa chake kikiendelea kuzunguka kwa mawazo. Hata upepo uliokuwa unavuma sasa ulionekana kama vile unazungumza na yeye. Eliana, mke wangu, kwa nini afanye hivyo? Victor alijikuta anajiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Je, kweli Eliana anaweza kuona siri nzito kiasi hiko?
Mary, kwa nini? Kwa nini Eliana afanye hivyo? Kwa nini aweke hatari ya maisha ya baba yangu ambaye ni waziri? Kwa nini aweke hatari maisha ya familia yetu nzima? Kwa nini? Victor aliuliza kwa sauti iliyokuwa ina maumivu. Mary alimsogelea karibu zaidi. Sauti yake ikawa kama vile sumu nyepesi. Kwa sababu Eliana sio mwanamke safi kama vile unavyodhani. Amevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Huo upendo unaoamini anao kwako ni kivuli tu. Anatumia mapenzi kukufunika macho. Yeye ni mwanamke wa tamaa na anayetafuta mamlaka, na ndio maana hakusita kuhatarisha kila kitu. Hapo Victor alihisi moyo wake unagawanyika vipande viwili. Upande mmoja ulikuwa na upendo usiokuwa na kifani kwa Eliana. Ule upendo uliomfanya amue kuishi naye bila kujali changamoto zozote. Upande mwingine ulikuwa umejaa hofu na mashaka makubwa. Je, huenda kweli Mary alikuwa akisema ukweli? Je, Eliana alikuwa anaficha siri nzito kiasi hicho nyuma ya tabasamu lake la upole na macho yake ya huba? Victor alijikuta kishusha pumzi kwa nguvu. Alisimama kutoka kwenye kiti, macho yake makali yakamwangalia Mary moja kwa moja. Mary, nimesikiliza ulichokisema. Lakini jambo hili si kitu cha kuzungumza kwa kila mtu. Kama kweli unaijua siri hii, basi hakikisha inabaki kuwa hapa. Usithubutu hata siku moja kumwambia mtu mwingine. Hata mume wako Duncan hataki kujua kuwa tumezungumza hivi. Nadhani unanielewa. Kwa nini nifanye hivyo? Ngoja niotee ili kumlinda mkeo, si ndio? Victor, hivi uona nini? Yaani mtu anataka kukuangamiza, kumwangamiza babako wewe, alafu wewe bado unataka kumtetea. Hivi unafikiri ikiwa babako Mheshimiwa Waziri Mkuu atakutwa na kesi ya kujibu na akahukumiwa gerezani, unadhani wewe utaendelea kuona nafasi pale Ikulu? Unadhani utaendelea kufanya kazi Ikulu, hasa ukizingatia Mheshimiwa Rais ni mtu wa haki pasipo kujali na mhusu nani? Au unadhani kwa sababu umeoa binti yake ndio itakuwa kinga dhidi yake? Hilo halikuhusu Mary. Nataka ukae kimya ili jambo lisisambae. Lengo langu nataka kujua kwa nini aibe hizi nyaraka. Lakini pia kama umesahau, nitakukumbusha Eliana na mimba yangu bado takriban wiki 3 tu. Miezi 9 kujifungua iweze kutimia. Sasa sitaki hili jambo likawe sababu ya mwanangu kuzaliwa kabla muda wake. Nimekuelewa Victor, lakini ujue kadiri unavyoendelea kumwamini huyo Eliana, ndivyo unavyozidi kujiangamiza mwenyewe. Victor alishusha pumzi tena, akageukia upande wa bahari, akitazama mbali kana kwamba alikuwa anataka upepo uchukue maneno ya Mary. Lakini moyoni mwake hisia zilichanganyika. Mapenzi kwa Eliana yalipigana na wingu la mashaka lililojaribu kumfunika. Hali ile ilimfanya Victor ajisikie kama vile amenaswa katikati ya vita isiyokuwa na mshindi. Mwisho alijisemea moyoni kwa sauti ya ukimya, ikiwa kweli Eliana amefanya hivi, basi nitajua tu. Na ikiwa hii ni fitina, nitachukua ukweli wake. Lakini kwa sasa hakuna mtu anapaswa kuweza kujua jambo hili zaidi ya mimi na Mary. Victor alisimama taratibu, akifunga laptop yake na kisha akaipakata mkononi. Alikuwa na uzito usioelezeka moyoni. Mawazo ya Mary bado yalikuwa yakimrindima kichwani. Kila hatua aliyoipiga kuelekea kwenye parking ya magari ilionekana ni ngumu, kama vile alikuwa anatembea juu ya mawe makali. Aliamua lazima afanye jambo. Sio jambo la kubashiri, bali kupata ukweli wa moja kwa moja. Akiwa njiani alitoa simu yake mfukoni. Kidole chake kilisita kidogo juu ya skrini, kana kwamba moyo wake ulikuwa unataka kumzuia asibonyeze namba aliyokuwa ameikusudia, lakini hatimaye alibonyeza. Ilikuwa ni namba ya Duncan. Mara simu ilipokelewa, Victor alisema kwa sauti thabiti, Duncan, nataka tukutane. Sio nyumbani, sio ofisini. Kuna mambo muhimu ya kuzungumza. Naam. Hapo kulikuwa kuna ukimya mfupi upande wa pili kabla sauti ya Duncan kusikika, ikibeba mshangao uliochanganyikana na hofu. Okay, sawa Victor.
Ni wapi unataka tuonane na itakuwa ni saa ngapi? Victor alitaja mgahawa mmoja maarufu wa private katikati ya jiji, ule wenye vyumba vidogo vidogo vya faragha kwa wateja maalum. Dakika 30 zijazo, kwa hiyo nakuomba usichelewe, alimaliza kwa ukali. Dakika 40 baadaye, Victor aliketi ndani ya chumba cha mgahawa, mkono wake ukiwa juu ya meza, akibonyeza simu kwa wasiwasi. Moyoni hakuwa na hamu ya chakula wala vinywaji, ila alihitaji majibu. Mlango ulifunguliwa taratibu na Duncan aliingia. Macho yao yalikutana na hewa nzima ikajaa mvutano wa ukimya. Duncan alisogea na kuketi, macho yake yakimtazama Victor kwa uangalifu. Victor, nadhani najua kwa nini umeniita, alisema Duncan akijifanya ni mtulivu. Victor hakutaka mizunguko ya maneno, alinama mbele, macho yake yakiwaka, akasema, Duncan, nisikilize. Nataka uniambie ukweli, nyaraka za babangu Eliana alizipataje mikononi mwake? Na wewe ulishiriki kama nani kwenye huo mpango? Duncan alivuta pumzi ndefu, alishusha macho yake kwa sekunde kadhaa kabla ya kuyainua tena. Okay, sawa. Naona sasa ni wakati wa kusema ukweli wote. Nisikilize Victor, iko hivi. Hiyo siku mimi nilimwona Eliana akiingia ofisini kwa waziri mkuu. Na niliposubiri kidogo nilimwona waziri mkuu akitoka nje na kufunga mlango. Kwa nikajua mara moja kwamba kutakuwa kuna tatizo. Na nilipoingia kwa kutumia utaalamu wangu, nilimkuta Eliana akiwa amepoteza fahamu. Mikononi mwake alikuwa amekumbatia hilo faili. Nikaamua kumtoa mule na kumpeleka chumbani kwangu. Hapo Victor alitetemeka kwa hasira, akagonga meza kwa ngumi ndogo. Lakini kwa nini hivi Duncan? Kwa nini hukurudisha zile nyaraka mara moja kwa babangu? Ulijua zilikuwa zina umuhimu kiasi gani? Alafu bado ukaamua tukubaki nazo. Kwa nini Duncan? Hapo Duncan aliinama kidogo, akawa ni kama mtu anayeomba msamaha. Lakini mimi sikufanya hivyo kwa sababu niliona kuna nafasi ya kutimiza jambo langu. Nilitaka kumshinikiza Eliana nisaidie. Kuna mfungwa mmoja, ndugu yangu, ambaye nimekuwa nikitaka achiliwe. Nilijua kwa nafasi yake Eliana angeweza kumsihi rais atoe msamaha. Hiyo ndio ilikuwa sababu yangu. Kwa niliamua kuzihifadhi zile nyaraka. Hapo Victor alihisi moto kipanda mwilini mwake. Kila neno la Duncan lilionekana kama vile kisu kikali kilichomchoma moyo. Alishindwa kujizuia. Sauti yake ilipanda kwa ghadhabu. Yaani, Duncan, kwa uzembe wako, kwa tamaa zako, umekaribia kuangamiza familia yangu yote. Babangu angeweza kufa kutokana na mshtuko alioupata. Hivi unajua umetuletea balaa kubwa namna gani? Duncan alijaribu kuzungumza, lakini Victor akamkatisha kwa mkono. Hapana Duncan, usiongee. Usiseme chochote. Hivi unajua ninachokipitia? Nilimwamini Eliana kwa moyo wangu wote. Nilimwona kama kimbilio langu. Lakini sasa kwa maneno yako we mwenyewe unanithibitishia bila shaka ya kwamba ndiye alichukua nyaraka hizo. Na wewe Duncan, uliamua kuzitumia kama chombo cha masharti yako yasiyo na utu. Naam, hapo kimya kizito kilijaa ndani ya chumba hicho. Duncan alishusha pumzi, akajaribu kusema kwa upole. Victor, samahani. Nilidhani samahani zako hazifuti kile kilichotokea. Sijui unanielewa? Uzembe wako Duncan umekuwa chanzo cha maumivu makubwa. Na sasa nimepata majibu niliyoyataka. Victor alisimama ghafla, alichukua laptop yake aliyokuwa amekuja nayo pia, na kisha akamwangalia Duncan kwa mara ya mwisho. Nisikilize Duncan. Ninaondoka. Sitaki kuendelea kusikiliza visingizio vyako. Jua tu ya kwamba kuanzia leo
Kila kitu ulichokifanya kimeandikwa moyoni mwangu na nitajua jinsi ya kukabiliana na wewe. Naam, bila kuongeza neno, Victor alitoka mule mgahawani, akitembea kwa hatua ndefu na nzito, akiwa ndani ya gari akielekea nyumbani. Mawazo yake yalikuwa ni machungu. Kila kumbukumbu ya tabasamu la Eliana, kila kumbukumbu ya maneno yake ya upendo sasa vilichanganyika na mashaka makubwa. Alikuwa na uhakika bila kinyongo ya kwamba mke wake ndiye aliyeiba nyaraka hizo, lakini moyoni, licha ya hasira na uchungu, upendo kwa Eliana haukutoweka. Kwa nini Eliana? Kwa nini? Kwa nini unihatarishie mimi na familia yangu? Baba yangu ukakukosea kitu gani mpaka utake kuweza kumwangamiza namna hii? Hata kama kaibia serikali mabilioni ya pesa, sisi ni familia sasa. Unawezaje kufanya jambo kama hili sasa Eliana? Aliwaza kwa maumivu, macho yake yakibaki yamelenga barabarani bila kuona vizuri. Safari yake ya kurejea nyumbani ilikuwa ni mwanzo wa safari nyingine yenye machungu zaidi, safari ya ukweli na mapenzi yaliyokinzana. Alipofika nyumbani, moyo wake ulikuwa ni mzito kuliko kawaida. Gari alilosafiria lilipoingia kwenye baraza kubwa la jumba lao, hakuhisi amani yoyote. Alishusha pumzi ndefu na kisha kabaki kwa dakika kadhaa akishika usukani bila kuushusha. Kila kitu ndani yake kilitaka akimbie moja kwa moja akamhoji Eliana, amwonyeshe kidole na kumtaka aseme ukweli juu ya nyaraka za baba yake. Lakini upande mwingine wa moyo wake ulisema, ni mjamzito. Eliana ni mama mtarajiwa wa mtoto wako. Je, ukimshambulia kwa hasira hivi sasa, uone utavunja kila kitu? Akiwa bado kwenye mawazo hayo, alijilazimisha kuteremka taratibu. Akapanda ngazi na kuingia ndani. Mlio wa kicheko cha wanawake ulimpokea, kicheko kilichotoka moja kwa moja sebuleni. Aliposogea taratibu, aliona taswira iliyomgusa hisia. Eliana alikuwa ameketi kwenye sofa, sura yake iking'aa kwa furaha. Kando yake alikuwepo Bibi Victor ambaye alikuwa amemshika mkono huku akionekana kuzungumza maneno ya faraja na matumaini. Eliana alimwona Victor na kumchekea kwa upendo, akasema kwa sauti yenye joto, mume wangu hatimaye umerejea. Tumekuwa tukiongea na bibi. Amenipa moyo sana. Natamani haya yote tunayopitia yapite haraka ili tuwe tuna amani tena. Maneno hayo yalimgonga Victor moja kwa moja moyoni. Alisimama sekunde chache bila kujua aseme nini. Aliona macho mkewe yakiwa na furaha isiyokuwa na chembe ya wasiwasi. Akajiuliza, je, kweli mwanamke huyu anayecheka mbele yangu ndiye aliyeiba nyaraka za kuhatarisha maisha ya babangu? Kwa muda huo, ujasiri wa kumuuliza maswali yote aliyokuwa ameyapanga ulimponyoka. Aliamua kuficha hasira na maswali yake moyoni. Alirudisha tabasamu dogo la kujifanya na kisha akasema, nimefurahi kukuona ukiwa na furaha. Baada ya dakika chache alitafuta kisingizio cha kujitoa pale sebuleni. Ngoja nipande chumbani, nimechoka kidogo. Nitaoga na kisha nitalala kidogo. Kweli, alipoingia chumbani kwao, Victor aliketi kitandani akishikilia kichwa. Moyoni kulikuwa kuna vita kali. Upande mmoja ulikuwa unamlilia amuulize mkewe ukweli, lakini upande mwingine ulimwambia subiri. Lakini hata hivyo, shaka na wasiwasi vilikuwa vikimtafuna. Aliinuka taratibu na kuanza kupekua chumba chao. Kwanza alianza na drawer za dressing table. Akifungua moja baada nyingine, alipata vitu vya kawaida tu, vipodozi vya Eliana, barua ndogo ndogo za zamani na vitambaa. Hapakuwa na dalili yote ya faili alilokuwa kilitafuta. Na kisha alisogea upande wa chini ya kitanda. Alipiga magoti na kuchungulia kupekua kwa mikono yake. Vumbi na masanduku madogo ya nguo ndio aliyoyakuta, lakini sio kile alichokitarajia. Victor kuishia hapo, alifungua kabati lao kubwa la nguo, akatoa nguo moja baada nyingine, akazikagua kwa haraka. Baada ya dakika 10 alisimama akiwa amechoka na kutazama taa. Hapakuwa na nyaraka zozote mule. Moyo wake ulizidi kumtwanga kwa nguvu, akijiuliza tena na tena, ikiwa Eliana kweli ndiye aliyeiba, je, aliwahi kuzificha hapa?
ama alikwisha kuzipeleka mahali pengine. Alijua hata kuwa na amani hadi ajue ukweli. Kwa hasira ya ndani alifunga kabati kwa nguvu kidogo, akatembea ndani ya chumba kwa hatua fupi fupi. Alipiga kelele za chini zisizokuwa na maneno makali. Hofu kubwa ilianza kujengeka kilini mwake. Endapo baba yake atagundua Eliana ndiye mhalifu, penzi lao na ndoa yao vitaangamia mara moja. Wakati huo mlango wa chumba ulifunguliwa taratibu. Eliana aliingia huku akiwa na tabasamu, akishikilia kikombe cha maziwa moto ambacho bibi Victor alikuwa amempatia. Eliana alipoingia, alimkuta Victor amesimama katikati ya chumba, macho yake yakiwa yamejaa mawazo. "Mume wangu," Eliana alisema kwa sauti ya upole. "Umekuwa kimya sana tangu uliporudi. Unaendelea sawa kweli?" Victor alimwangalia kwa sekunde kadhaa bila kusema neno. Macho yake yalishindwa kuficha msukumo wa mawazo na hofu aliyokuwa nayo, lakini hakuweza kusema alichokitaka. Aliamua kuficha tena. "Nipo sawa Eliana. Ni uchovu tu wa mawazo ya siku nzima," alijibu kwa sauti ya taratibu. Eliana alisogea karibu, akampa kikombe cha maziwa. "Kunywa hii, itakusaidia. Na usijali, kila kitu kitakuwa sawa." Victor alitabasamu kwa kujifanya. Akakipokea kikombe, alikunywa pale kidogo huku akimtazama mkewe. Moyoni mwake aliwaza, "Nataka sana kukuuliza Eliana. Nataka sana kujua kweli, lakini kwa sasa acha kwanza nione sura yako yenye furaha na ujauzito wako unaendelea. Sina nguvu ya kuvunja amani hii leo." Naam. Usiku ulipoingia, Victor alilala kitandani pembeni ya Eliana. Lakini uweze amini, usingizi haukumjia kabisa. Alijua anabeba siri nzito, siri inayoweza kuua familia yake. Lakini pia alijua kwamba kila hatua aliyopiga kumtafuta Eliana ilikuwa ni kwa sababu ya upendo wake kwake. Sasa alibaki katika njia panda, kati ya mapenzi na ukweli, kati ya ndoa yake na uaminifu kwa baba yake. Na katika giza la usiku huo, macho yake yalibaki wazi, akijiuliza, nyaraka hizo ziko wapi? Na kwa nini Eliana bado anaweza kucheka kwa furaha mbele yangu? Asubuhi ilipochomoza, mwanga wa jua uliingia taratibu kupitia pazia la chumba cha Victor na Eliana. Hali ilikuwa kimya, ila ndani ya moyo Victor, ndani ya moyo wake kulikuwa kuna kelele zisizotulia. Usiku mzima hakuwa amelala kwa amani. Kila akijaribu kufumba macho, sura babake ikimtazama kwa uchungu ilijitokeza. Nyaraka zile muhimu zilizoibiwa ndizo sasa zilimpa maumivu makali zaidi. Alijua fika ya kuwa ikiwa zitatoka nje, ndoto ya baba yake, heshima yake na maisha yake ya kisiasa yataisha gerezani. Victor aliamua leo ni lazima apate ukweli kutoka kwa Eliana. Haijalishi kwa gharama ipi, lakini moyo wake ulisisitiza pia asianze kwa hasira. Aanze kwa upole, kwa maneno ya upendo, na kisha taratibu aingize hoja kuu ya swali lake, nyaraka ziko wapi? Victor alimsogelea Eliana, alikuwa bado amelala upande wa pili wa kitanda, uso wake ukiwa na utulivu wa mtoto mdogo. Alimshika taratibu mkono na kusema kwa sauti yenye joto kwamba, Eliana, mke wangu, nakupenda sana. Hata katika haya magumu tunayopitia, wewe bado ndiye faraja yangu. Nimekuwa nikijiuliza mara nyingi, ningekuwa wapi bila wewe? Nimefurahi kuwa na wewe, na nimefurahi ya kuwa tutakuwa wazazi hivi karibuni. Hapo Eliana alitikisa kichwa, macho yake yakiwa bado ni mazito na kulainika kwa upendo wa maneno hayo aliyoambiwa na Victor. Eliana alimwangalia Victor na kutabasamu kwa upole, na kisha akasema kwa sauti ya chini, nami nakupenda Victor. Najua tumekuwa tuna majaribu mengi, lakini nitakupenda daima. Victor alikaa kimya kwa sekunde chache akipanga maneno yake, na kisha akaanza tena, safari hii sauti yake ikiwa ni nzito zaidi. Lakini Eliana, kuna jambo moja limekuwa likinitesa. Ni lazima uniambie ukweli tafadhali. Nyaraka za baba yangu, zile zilizopotea, ziko wapi? Toba! Kauli hiyo ilimchoma Eliana kama kisu moyoni. Macho yalimtoka, uweze amini, mpaka machozi ghafla kaanza kumtoka. Mwili wake Eliana ulianza kumtetemeka. Lo! Kwanza alishindwa kuamini ya kwamba swali hilo limetoka mdomoni mwa mumewe Victor, tena kwa upole kabisa, lakini pia kwa usiriasi mkubwa kweli kweli.
Ye mwenyewe Eliana hajui hizo nyaraka ziko wapi, maana naye ashaibiwa. Hivi nyaraka ziko wapi jamani? Eti kuna mtu anaweza kujua, labda kahisi nyaraka ziko wapi? Lo, Mungu wangu, itakuwaje? Hebu usikose katika sehemu ya 22 mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love uliotayarishwa na kuandaliwa na Said JR. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Bye bye kwa sasa.